Ndugu waandishi wa habari, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa kibali cha kuamka leo salama. Mtakumbuka kwamba Mwenge wa Uhuru uliwasili katika mkoa wetu wa Tanga tarehe 6 mwezi Juni na kakimbizwa katika wilaya zetu zote 8 na halmashauri 11. Lakini katika mpangilio huo wilaya yetu ya Tanga tunategemea kupokea Mwenge wa Uhuru siku ya Jumatatu tarehe 16 mwezi huu wa 6 2025 ukitokea wilaya ya Mkinga, na tunategemea kupokea mwenge wetu katika shule ya msingi Mabambani, mtaa wa Mpilani, kata ya Chongoleani. Na baada ya mapokezi Mwenge wa Uhuru basi utakimbizwa katika tarafa zetu 4, lakini kata 16 na mitaa 43. Lakini mpaka tutakapokuwa tunaukabidhi basi utakuwa umekimbizwa kilomita 70.3. Na ndugu waandishi wa habari, niseme tu kwamba Mwenge wa Uhuru katika wilaya ya Tanga utakagua miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 58,289,671. Na miradi hii 7 ambayo utakaguliwa, mradi wa kwanza ni ujenzi wa madarasa 4 ya ghorofa, lakini matundu 13 ya vyoo na ofisi katika shule ya msingi Buyuni, ambao mradi huu una thamani ya shilingi milioni 388. Lakini pia Mwenge wa Uhuru utafungua pia madarasa 2 ya mfano ya shule ya msingi Mwakibila. Madarasa haya yana thamani ya shilingi milioni 70 na laki moja. Mwenge wa Uhuru pia utafungua ofisi ya kata Tongoni kwenye thamani ya shilingi milioni 85. Lakini pia utafungua barabara ya Sahale ambayo imejengwa kwa awamu 2, ya kwanza na ya pili, barabara yenye kiwango cha lami urefu wa mita 600 ambao umegharimu milioni 489. Na vile vile Mwenge wa Uhuru utapita na kufungua jengo la mionzi au X-ray katika kituo cha afya Makolola, ambao ujenzi ule umegharimu milioni 84. Na ukizingatia katika eneo hili tulikuwa hatuna mionzi, tuna jengo la mionzi, tulikuwa hatuna X-ray katika wilaya yetu ya Tanga. Kwa hiyo mradi huu unakwenda sana, tunakwenda kusaidia sana wananchi wa Tanga. Lakini pia utazindua
dira za ufungaji wa dira za maji kwa malipo ya kabla katika mradi wetu wa maji ambao mradi huu umegharimu bilioni 1 na milioni 872. Na mradi wa mwisho ni mradi wa vijana ambao wao wanatengeneza gypsum, na mradi huu una thamani ya shilingi milioni 68. Ndugu waandishi wa habari, niseme tu pamoja na miradi hiyo ambayo itatembelewa, lakini Mwenge wa Uhuru pia utakagua shughuli muhimu 3. Moja ni jinsi ambavyo halmashauri yetu ya jiji inavyoshirikiana na Tume Huru ya Uchaguzi, lakini vyama vya siasa pamoja na taasisi zisizo za kiserikali na vyombo vya habari katika kutoa elimu ya uchaguzi mkuu. Lakini shughuli nyingine ambayo Mwenge wa Uhuru itapokea taarifa ni kongamano la vijana. Kongamano la vijana ambalo yamekuwa yakifanyika na yataendelea kufanyika, na siku hiyo yatafanyika pia, lakini yakilenga kuwajengea uwezo vijana katika masuala ya uongozi, uadilifu, uzalendo, lakini elimu ya afya na afya ya makuzi. Lakini pia tutapokea taarifa ya masuala mtambuka, kwa maana ya jinsi gani wilaya yetu na jiji letu tunavyofanya shughuli za uhifadhi wa mazingira, lakini utumiaji wa nishati safi, lakini tunavyoweza kuzuia vitendo vya unyanyasaji katika jamii. Lakini pia taarifa za utambuzi na udhibiti na jinsi gani ambavyo tunaweza kudhibiti maeneo ya wazi katika viwanja vya michezo, na taarifa za usafi na utunzaji wa masoko. Nichukue nafasi hii, ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo nimesema hapo mwanzo, kwamba mapokezi ya Mwenge wa Uhuru tarehe 16 yatakuwa ni katika mtaa wa Mpilani Chongeleani, na baada ya ratiba ya siku nzima, mkesha wa Mwenge utafanyika katika uwanja wa michezo pale Kisosora, kata ya Chumbageni, ambapo wasanii mbalimbali watakuwepo. Kwa hiyo niwaombe sana wakazi wote wa Tanga kujitokeza kwa wingi katika kwanza eneo la mapokezi, lakini baadaye katika eneo la mkesha. Ujumbe wa Mwenge wa Uhuru au kauli mbiu ya mwaka huu inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.